Yes, chairman wa Meru Podcast TV, na leo tuko Garden Estate Road, na hapa tuko na Barnabas, ni dereva hatari sana kwa zile motorbike zingine hatari zile za electric, I tell you. Na kwa tutakuwa tunapiga na story hapa hivi akitueleza more about the motorbike and how it is going to be the future of transport in Kenya and outside Kenya. Yes, Barnabas. Asante bwana chairman. Mimi naitwa Barnabas Kaura. From Yembe North Mutwate, Kombaria. Sawa? Kimasomo journalist. Kikazi Bolt driver. Na I own this one. Hii ni electric motorbike inaitwa Rome Air. So leo mimi ni enthusiast wa stima, watu ambao wana advocate to bring solution to the fuel prices and whatever fuel crisis, let's call it crisis. So nakuja leo to bring at least a solution how we can solve this fuel prices and whatever. So by explaining this one, my aim is you can appreciate it, you understand it more. Yani umemenyevo ya so umemenyenya we Meru umenyembio ngoto kuendelea na at least wewe na view close umeoneka component kwa component na ate na mwanya nere kawaida na ndo bati umetikiria hivyo simple tu itakuwa tu. Wow, that is nice Barnabas. Na kwa ajili ya wasikilizaji tutaenda na Kiswahili. So Mr. Barnabas, maybe umekuwa kwa hii kuendeza hii electric for how long? Sasa hii ndio nimefikisha mwaka. So mwaka wa Nairobi ni kusungusho tena nafanya na Bolt. So hiyo ni kusungusho, hakuna pale unaweza kanyanga Nairobi, hakuna kama ni batteries venye zinaswapiwa, venye zinachanjiwa, working yake, ni bando ni researcher, so everything nimeingia like an expert. Ndio maana leo na at least I can start before you. Nieleze what is going on. So I'm ready for anything. And wow. Touching a lot. So, wow. That is nice Barnabas. Na maybe the experience imekuwa so far huku unaendesha hii electric. So far hii ni poa. Ukitaka kuunderstand mambo electric overview, utaangalia kitu inaitwa acquaintance na maintenance. Acquaintance ni vyenye unanunua own na hiyo obvious for electric inakuanga juu, alafu kuna kuanga na maintenance cost. Maintenance cost ni kama vyenye unanuanga mafuta unaweka ndio iende na kuweka tu oil. Weka tu oil kwa oil ni ile ya engine ya kawaida whatever. So what I'm trying to say to understand hiyo lazima tu compare, tuingie sasa kwa comparison. Hatuna otherwise leo mtukubali tu compare ina ya kawaida. Ya kawaida kila mtu anajua, so tunindi hata kuirecord. Nyinyi wote mnajua inahitaji oil ya engine. Juu ya kawaida na kuanga na 1000 mandamba move part uko ndani kwa engine. So ndio maana unaweka hizo oil ndio sikiguzana sisi ita hapo ama inoki engine. Lakini hii yetu cameraman you can come zoom kidogo, utakuja uone kuna kitu kako hapa kanaitwa motor. Huyo angalia aka ndiko kama moyo Kenya kanaendesha kama vile engine, unaona kile kingine kikubwa yetu kanaendeshwa na hii. Unaweza zoom hapo whatever. Alafu kana hii nayo ndio nini, tumbo yake ndio inatoa chakula kama wewe venye unakula chakula unapata nguvu. Hii ndio inatoa nguvu yote. Hii inaitwa battery, ni kidogo tu. Yes, Mr. Barnabas. Maybe unaweza tuambia comparison hii ya electric na ile nyingine ya mafuta ni zipi? Comparison ya hii na ile ya mafuta, ya mafuta inatumianga engine. Hapa kuna kuanga na engine. Hakuna vitu. Hii ni battery, kuna kitu kanaitwa motor, hii ni ya stima. Sasa kwa ya kawaida inakuanga yote ni battery, una hii inakuanga tanki ya mafuta. Hii yetu haina tank. Hii ni ya kukalia tu, hiki ni kishimo cha kuweka vitu. Obu mic na record vizuri, hiki ni kisimo. So kwetu vile battery inakuanga na many parts, inakuanga kwa masomo inasemanga na 1000 plus parts. Sinafanya ukuu na yaka oil kila wakati ndio isiiti sana inoki engine. Lakini yetu kana 20 or less moving part. Kuyo mulike ka motor onde ka byenye kanaka. Aka ndiko ka motor. Ndio motor. Aka ndiko ka motor. Motor ni yenye inazungusha, alafu inao ndio chakula, ndio tumbo yake yenye inaipea nguvu. Hii ndio battery. Hata ni watolee muone nika kitu unaweza beba ni 18 kg. Okay. Akitu very simple. So unasema hii ndio run kila kitu hapa. Ndio yani ndio tumbo yenye na produce kwa nguvu, ndio ipe motor na isunguke, mguu na isungu. Inaenda hivi. Kuja uone pande. Hebu kuja muliki ile side. Unaona? Hiyo battery ikitoa moto inakuja kwa motor. Motor imewekwa kwa nini? Kulika vizuri. Imewekwa kwa kitu kenye kama connectiwa na mguu. Na mguu.
inatumia magnetic fields ikizunguka, then moto ikishazunguka inavuta na nyororo inavuta mguu. So tumeenda ni godie, hakuna kitu eti nini, ni kwenda. Okay. So tofauti nayo ni sasa tofauti tuingilie kwa tofauti ya mambo ya pesa. Unajua watu wanapenda mambo ya kichele. So kwa kichele hii kuinunua ya electric kitu inaitwa acquirance ni mwanzo nilitaka kwanza na maintenance. Ya kawaida kuinunua Boxer ni 200,000. Lakini kununua hii sana kama mimi nimechukua na financing ya mkopa kwa kampuni ya Rome inauzwa 320,000. Kwetu kwa mkopa tunauzwa 393,000. Unaweza ukastuka ushindwe gai hiyo pesa yote. Lakini ni acquirance iko juu with almost zero maintenance. Kwa hivyo chenye kinatukula hata huko nje wakati unasikia magari watu wanagoma mafuta imepanda, sio gari kununua gari ndio ngumu. Lakini kuimente juu wanaweka maoil. Huko watu wekangi oil, sisi tunaweka tu mafuta tule tu yenye ni waste. Kwa nyororo peke yake ndio ikue. Ina run. I think sasa ile akawaida kununua unanunua 200,000. Hii unanunua 396. Lakini hii battery sasa tukuje tuone kwa nini maintain hii nayo iko na acquirance pesa, yani kununua ikue yako, alafu iko na lower maintenance. Yani yenye utatumia kutengeneza kukaa nayo ukisha own. Ni very simple. So haka battery kanye mnaona haka huyo sumu haka battery kwa charge ni shilingi 8 bob. 8 bob na mastima zako za globes zitafanya. Kama ni simu utacharge, TV itafanya. Ni hiyo 8 na kajae. Kakijaka na zenda 8 kilometers. 8 kilometers ni kutoka hapa mpaka karibu Thika hapa mbele. Unaona? So for instance unafanya Nairobi in license mshindo ni nini lakini usiangalia eti namba. So uta notice what you will notice ni eti ukishachanja haka battery kana last 8 km. Hii pikipiki yetu inaweza hold battery mbili. Kamoja kanaweza kaa hapa chini na kingine hapa. Hii ni Rome Air 2025 model. Hii yangu sasa. So what is going on? Utanotice ile ya mtu wa kawaida atakuwa anaweka mafuta, anaweza weka mafuta hata ya 700 for a day. Ama kuna hata mwingine ananiambia aliweka 1000. Mimi nikitaka hata unajua kama unaweza enda Thika na Irundi, it means kama unaenda kama Roasters, unaenda Maroroi, unaenda Sima, unaenda Kasarani, unaenda Githurai, hiyo ni short trip, tunasitanga short trip kwa Bolt. So tutatati kwa Bolt baadaye. So utakuja ku notice yeye akitumia 700, mimi nahitaji pesa ngapi? Mimi nahitaji shilingi 8 bob. Ya kutani niweke token 8 bob unanunua token na hizo tokens hata kama zitaisha ambacho utakuwa umetumia stima na kila kitu as we have said. So unaona maintenance cost ni shilingi 8 na itakuwa almost 1,000 and above. Lakini mtu wa the same mafuta akitokoma 1,000 is meaningless based on mafuta yenye alitumia lita moja ya mafuta sasa ni 214. Ni 214 ama whatever to something. But unasikia to something inaweza nichange battery mara 3. 8 bob. Unaona difference ya maintenance? Na yeye atanunua oil ya kuweka kwa engine. Sijasema pikipiki ya kawaida ni mbaya, mnielewe ni tunataka ka solution kwa hii mashinda ya kupandishia mafuta na Muarabu akiwa na huko kwake tukimpand anunue makombora huko. Yaani ni kuweka kanjo. Lakini najaribu kuonyesha another thing yenye inaweza kuwa option 4. So utakuja tunaweza labda tuongelea kitu kingine sasa labda sama ni atulize swali lingine hapo nayo. Hiyo inaweza imecompare ya kawaida kwa maintenance na acquirance. Hiyo ndio main difference ya stima na nini. Lakini pikipiki ni pikipiki unaweza zoom. Unaona kaka katanki yetu kako hivi. Hii ni kisimo ya kuweka manini. Ndio hatuhitaji mafuta sisi. Hiki ni kisimo wenye wako Meru huko kujani muone angalia hata nimeweka kikombe bwana. Msione vitu zote. Sawa. Unaweka kakombe kidogo. So what is here ni kisimo yako kwa kuweka mba vitu. Sasa ule mwingine hapa ni kwa mafuta. Haka tu as long as moto imeflow hapa kuna kuanga na magnet south people north people. So zinaattractiana hivi inafanya magnetic fields inazunguka. Ikizunguka inavuta mguu. Story imeisha. Wow. That is amazing. Maybe Mr. Barnabas. Maybe unaweza tuambia so far hii compared na ile nyingine umesema hapo kwa maintenance iko juu kwa zile zingine ni juu lakini hii ni simple lakini kwa kwao unakuwa na pesa more juu. Sasa hii kama jana kinafanywa kwa na pesa more ni battery ndio the most expensive. This is 166,000 battery Monza. Hii ndio yenye ni moyo yani ndio yenye inaleta nguvu yote. Na hii lakini sienda deep sana. Lakini chenye kinafanya hii hata tu nitaje
Kwa masomo inaitwa lithium iron phosphate. Hiyo lithium kuitoa kule Kongo inatoka Kongo pale unasikianga ya 26 or whatever inapigana. Wanapigana hiyo lithium ni very expensive. So hii battery unapata kuunda ndio upate hiyo lithium iron phosphate yenye tunatumia hapa kuweka moto kufika moto hapo na endothermic na exothermic give utapata ni expensive. Sasa hii battery inakuja na pesa mob. So wao wanajua ndio hii ni battery tu ile ya simu ni kimefanywa kikubwa. Ndio ni moja ni lithium iron phosphate battery. Si kama zile za kawaida za Belen Salend. Wow, that is amazing. Na maybe so ndio maana iko expensive. Hii ndio pikipiki ni simple terms. Kama hata nikangirira 8 vote hii ni 166,000. Aha. Na maybe tukikaribia hapa kwa hapa hivi hii ya electric compare na ile nyingine pale ya kutumia mafuta. Maybe so far ni challenge zipi umepata ukitumia hii pikipiki? Challenge ya hii for me, unajua sasa kuna venye unakuanga na captain boxer, kuna hii yetu inaitwa Rome. Lakini kutakuwa na pikipiki zingine zenye zitakuwa mingi, hizo nazo ni cheap. Umesikia yangu zaidi ya 96,000 na 93,000. Lakini kuna kingine kama kale ka inaitwa Spyro na kuna nyingine yenye ni kikubwa inaitwa Ampasand. Utanote sile kuna terms inaitangwa rent to use battery na kuna buy to own. Buy to own ni yangu. Mimi Rome company imeniuzia pikipiki kali kwa sababu nanunua battery kwa yangu. Lakini mtu mwenye amenunua Ampasand ama unajua ni group nyingine tu ya stima battery nyingi ama brand nyingine. So unashika kama vile tunasema Captain, tunasema Boxer hivyo. Sasa utanotice ule amepatiwa na tamu inaitangwa rent to use. Rent to use ni kumaanisha battery sio yake. Machuma ndio za. Machuma ndio za. Nayo ile pikipiki yake ni cheap. Mimi nikilipa 500 kwa financing yeye anaweza lipata 300 ama 200. Lakini naye haezi change kwa nyumba. Ako controlled. Ndio ule mtu anamfanyia ule mtu amefanya reverse psychology kumake sure atamcontrol venye atachange hiyo battery usi yake. So hii battery yake anapelekanga kwa stations only. Unaelewa? Tofauti. So utakuja kunotice akipeleka kwa station analipa 290 kuchange one chance. Lakini mimi nimetumia 8 tempo. So unaona challenge itakuwa sana sana kama uko na ile type nyingi. Hii type yetu mimi nikichange hivi bado tuko na stations kuna yenye iko hapo TRM, hapo TRM hapo Quickmart. Hapo Quickmart ukiteremka Sima hapo. Hiyo Quickmart tuko na station. Tuko na nyingine Utaringa hapo. Kuna nyingine Kayole, tuko na Mob. Hata Lusaka tuko na nyingine. So unapata apart from kuwa nazo bado tuko na manyumba na tumepatiwa na kampuni Tanza. Kila mtu akona Tanza yake. Tumeenda mistake tukasahau Tanza tungewaonyesha. But nitakutumia picha yake uionyeshe. So Tanza ni kuweka tu na kuplug in kwa moto ya nyumba tu kwa wall. Una chance. Lakini sasa umeniuliza challenge. Challenge ni unasikia hiyo reverse psychology imetumika pale. Ni kama tu vile unaambia na microfinance. Save pesa tukupea loan after 3 months. Ukienda kupea unapata angani tofauti. Kwa sababu lazima sheria zifuatwe, lakini kwa kuadvertise tulikuambia weka pesa tukupea loan. So ile nayo ile ya reverse psychology hizo si kawaida ni kwa sababu battery si yake atakuwa control ndo nayo ikanchange. Atakuwa na hata stima kwa nyumba yake aende mpaka kwa station by force. Lakini sisi bado tuko na hiyo nini ya kutusaidia in case nyumba ikuwe mbali. So hii yangu ina challenge sana venye unatarajia. Lakini bado hata yangu iko na challenge ndio sasa kuna time unabeba walevi. Kuna siku nilibeba mlevi hapo kutoka Arufakiri. Hiyo ni club kubwa sana huko Roysambo. So mrema drive huko. So nikambeba huyo mlevi mtu akakuwa amelewa sana. Sasa na ni mwanaume. Sasa unajua mwanaume hawezi kukaribia hata kushina. Namwambia nishikilia nataka kukaa nyuma. Tunaenda Utaringa na niko yani nimekafinya. Unaona? Lakini kukafinya kumbe jamaa alilala. Unaona? Sasa nijaribu kuongeza challenge tunakutana juu mimi naenda sanga usiku. Sasa zile ma challenge. Sasa kunini hivyo unapata sasa jamaa nikasikia na niko ile ya mbio ile ya mwisho ya pande hii. Ukiteremka Utaringi ukienda hapo. So una notice ni challenge kwa sababu nilisikia hiyo pikipiki jamaa amelala ameanza kuteremka. Na niko leni gani ya mbio? Wewe nilivinya hii kanini hii ni kufanya ma light zote zilight zioneshana una stop. Na sio kama nini haragisha bwana nini nikamshikilia hivi na mkono mmoja nikiendesha. Unaona ndio nilioko na nikimbia katikati ya Utaringa unaona vile magari ukimbia. Bahati ni usiku nilikuwa nampeleka savo ya fedha. Ile savo ya huko fedha huko nini sini. Okay. So ukanotice ule mtu niliona anaweza hata kufanya ukufe. So unaona gari ingepita na mimi ni sorry. So hiyo ni one of the challenges kwa wasichana nao. Sasa kwa wasichana kuna siku nimechukua msichana. Nikachukua msichana hapo hata imematch. Ni almost the same ile tangu Ankasa Andres. Ankasa Andres ni ukiwa na Northern Bypass. Kwa club iko hapo inaitwa Ankasa. Nikachukua msichana. Msichana ninampigia simu namuuliza uko wapi? Nikaenda hapo. Sasa kwenda hapo mpaka nikamtafuta nikampa. Na unaona ni yeye amekazana kaitisha hiyo mbol. Nikampeleka pale unaitwa Wendani.
huko nini challenge yenye nilipitia. Kwenda Wendani ni msana ni wa KU. Tunaenda Wendani, wakati tumefika mpaka kwa nyumba yake ndiye anasema hii simu yangu ni alikuwa na ka iPhone. Ni mtu anaonyesha ako na pesa. Anasema imezima moto na kama uko na telephone unaweza nistulia nikuli. Akaniambia, nikamwambia mimi sina. Akaniambia tuende kwa nyumba juu anilipe. Sasa nikimanzi venye watu wanasemanga unaweza enda kwa nyumba ya msichana uambiwe nini, nikaogopa mbati nikanjipea moto ni usiku. Nikapanda. Niliketi kwa kitanda hapa, msichana ako hapa akawaza simu akaniambia unajua nini mimi sina pesa labda kama kuna vingine unataka. Na nimeokoka sasa. Na siwezi anguza Mungu. Ni hata hivi Ilivindi ni saki pesa imepotea aje. Ilivindi mimi nirudi hata kukukataa ilikuwa ngumu lakini baadaye tu nilimuelezea nikamwambia ni vibaya hata unajua ni area uchukue ya kawaida lakini hii mbona umeingia mpaka online na wifi ya club uchukue mpaka Bolt alafu ndio unaenda kuniambia ati nifanye sex na nilipe. So tunapitianga hiyo challenge ni very common. Kama mtu yote anaenda konduti hivi wa sparring kuingia kwa hizo ukao hiyo challenge ni pale. Huyo ukiwa matamaa sasa utasema hata nilikubali kuanguka hapo. Nitaenda kwa wasichana wangapi na ninabeba wasichana mamia wengine wazuri. Mamia na mamia. So it makes sense hata kama ungekuwa malaya ama nini. It makes sense utaenda kwa watu utakufa. So unaona ni challenge sana kwa kazi yetu kama mimi mwenye nabeba usiku tena unaweza beba mwizi. Mimi sijawahi beba mwizi lakini nimeipata jamaa amesema amepigwa na simu ikaenda. Okay. So hiyo ni challenge serious. Okay. Maybe pale kwa speed inaendanga au kwa speed inaweza ukiwa super highway inaweza chapa mpaka 110 lakini iko limited ndio unajua sasa yetu ni alone. So kampuni ya loan kuna kuanga na tuliongelea mota mbele kuna kingine kako hapa hapa ndani kanaitangwa controller. Controller ni brain of the nini. Kwa sababu hii inaleta moto, lazima inaleta moto na high voltage juu ili vya iron phosphate ina release mingi at once. So lazima ilete kwa controller change hii inaleta moto hivi. Lakini ni moto yenyewe inataka moto ya pass. Ndio for shifting magnetic fields ndio isunguke. So unapata lazima kukuwe na controller hapa yenye ni kama brain isikie hiyo moto tupimie kidogo isikuje hiyo juu inaleta hivi. Lakini ile inatakikana kwa moto ni ndio isunguke. Lakini hivi yenye nafanya ni hivi yani kama nini ndio ukikumbuka ni kitu iko ndani tunaeleza. So what is here? So controller iko hapa. Kuja hebu zoom hapa lakini tutapona ndio ile. Kuja hii side uone ndio lakini wewe mtu wa kamera. Lakini wewe controller si lazima uione njua kuna controller. Yaani ndio moto itoke hapa iende kwa moto isungushe pikipiki kuna kitu iko katikati ya ina muone tandi ipimie ukifinya button ya spin hizi ni moons. Moons hii inaingia hii ni automatic. Unaweka tu nini? Hii parking unafinya inaenda drive ukifinya mafuta ni kusonga negodi. Alafu kuna muundi. Sasa after kuweka hivyo unajua unataka kukimbia. Kuna muundi 1 hiyo tunaitanga economy, kuna muundi 2 tunaitanga standard na kuna muundi 3 power. Hiyo sasa ni kuambia hii muundi 1 ni kuambia weka tu moto kidogo. Muundi 2 ni kuambia unaweza weka kiasi kidogo. Muundi 3 ni tuende tukienda. Hiyo sasa ni ile tunaenda nayo kwa highway. Sasa hiyo ni ya kuenjoy yani. So ile swali lingine ilikuwa gani? Wow, that is nice. Na maybe Mr. Barnabas hizi bolt ama hizi duthi za electric zimekuja lakini unapata many people hawajaiendorse yani wanashindwa ni nini sasa unaona maybe shida ni gani? Sasa unajua shinda ni kuna vitu tatu zenye zina contribute. Ni kama kushindwa kwa nini mafuta inapanda hivi ninatesa kama inchi hivi. Kwa sababu kuna kitu yenye first of all inaitwa triple taxation tutaiongelea na kuna kitu inaitwa fixed security. Fixed security ni pale wanaangalia watu wa kawaida wenye wote wako huko bana kananyana Umeru na Musi. Wanaangalia wanaona petrol station iko kila kwa highway. Ukienda kwa highway iko hapa without remembering kuweka petrol station moja niko still. Lakini hiyo illusion ile kipita ya uongo yenye inaweza kiletea kwa akili itakwambia as long as petrol station iko pale na nyingine kwa maroli najua nitapata nikienda. Inakuonyesha kuko safe as long as uko na mafuta. Unaona hii ya simu unasema inaweza kosa kwa kutanzi. Forgetting hizo petrol station ukicalculate against the number of households we have in the world or in Kenya, utanotice as long as usienda kwa hizo za reverse psychology za kuambiwa lazima uende kwa chanzi kwa station by force. Ukichukua kama hii yetu ya Rome, utapatiwa chanzi. Ni nyumba ngapi ziko Kenya? Hebu pata hiyo India. Wao wanafurahia kwa sababu wako na ile fake ni security ya kusema petrol station iko pale. Hata kama ziko mingi, ni nyumba gani ngapi nazo ziko Kenya? Kumbe hakuna mtu ana nyumba yake na kuweka stima kwa nyumba yako hata inakuhusungu si ni mambo ya landlord.
So ni very simple wewe kupata stima kuliko kuenda ku establish one petrol station yenye itasafu watu. So unapata hii ni inatangwa central, ile ya petrol station ni centralized bali pamoja, lakini ni diverse. Hii ni kwa manyumba zetu, mnasanzi huko, mnasanzi venye nataka. So lazima watu wafike at a point waache kuona kama wako safe sana juu kuna petrol station pale na pale, hata nyumba yako iko. So unajua kama mtu kama wa Simo ni ile Simo yenye watu wana grupingi mamoja wanakuwa na kibeba hapo. Hawana vitu kama hizo za Ndeje to Bolt ama Uber. Wale wa Simo ayabebangi mbali na kwake. Mimi notice hivyo. So ule anaweza saizi kampuni yetu imetoa another generation. Hii ni second generation ya battery. Lakini ikiingia maji ni makosa, so tukienda kuosha tunatoanga mbele. Lakini kumetolewa saa hii third generation. Hii na zingine 4 hours. Kumetolewa third generation yenye ni more fire. Hii yetu tunaiko hapa kwa kampuni yetu hapa kwa Rome. Iko hata Ngong Road, iko hapa USIU hapo Safari Park hapa kando. Iko hapo. Utaipata kwa hiyo total iko hapo. So utapata tuko na third generation yenye inatanzira 1 hour. Hiyo kuna super tanza ilikuwa juzi. Hizi vitu tunaongea hapa ziko hata YouTube, make sure umesisearch uelewe. Ama tukuja in detail another day. So utakuja ku notice kuna hiyo ya kutanzi haraka nini. Sasa ile yenye inafanya watu wasipende ni hiyo. Hiyo ni moja. Tena wengine nao unajua sasa kitu mpya wanaona kama ile inaweza beba watu watatu sio nini. Hata wewe ukiangalia cameraman wetu ni mtu wako na nguvu hata kunishinda. Sema ni yako hapa ako na nguvu na nimewabeba kutoka Rosta. Hatunja umesikia kisindo. Kwa sawa. La mbio unasikia nikiwa Subaru tunashindananga hadi na Manisa. Aya nioni juu hii kuna kitu kingine inaitwa unajua hii lithium iron phosphate kitu inafanya ichaguliwe kutengeneza battery ndio unasikia kitafuta kwa Kongo sana inapiganiwa na watu. Hii ni very strong. Hii iko na uwezo wa kupea hiyo pikipiki kitu ni tango talk. Talk ni ile kukurusha hivyo once. Yaani ile nguvu ya mara moja. So utapata hii pikipiki wewe unaweza kuwa unaenda na ile akaenda the same speed 8 lakini mimi nikafika 8. Hauwezi ukaniona. Juu yako lazima mafuta iende ikimbia kwa engine niende kwa hizo nini piston ichukuliwe imbaniwe alafu spark ilipwe mafuta ichome ndi basi itoe na zenye itazunguza nini crankshaft alafu izungushe mguu. Utanotice hii yetu na ina hizo. Kumbuka hiyo ni kama ni clear reactor kako konako ndio katika engine ndiko tunaangalia kwa undani. Lakini hii ni hiyo energy ule anatengeneza ndio tuko nayo ikiwa condensed mahali pamoja. So mimi hapa hii nikishaweka funguo hivi nime complete circuit. Pale kwa funguo kumeachanisho ndio ukifanya hivi inasikana. So moto inaanza kuflow. As long as nimefinya hivyo, hiyo moto inaenda straight. Lakini kumbuka mtu mafuta akifinya hivi imeenda kwa frete imeenda wapi? Mafuta si moto mafuta ndio moto. Unashika kweli? So inakuwa very hard ile ku accelerate at once. Ku accelerate sana inaitangwa horsepower. Hiyo nguvu ya kukimbia sana lakini nguvu ile ya kurusha na nguvu ni torque. This yetu iko na high torque. So hiyo ndio labda tunazongelea kwa hiyo. Wow, that is amazing. Maybe Mr. Barnabas, maybe after umechukua hii pikipiki umekuwa ukitumia, maybe unaiconnect aje na Bolt ndio unapata zile mafuta. Sasa hapo ni kwa Bolt sasa ni hivi. So kwa Bolt, kwa Bolt yenyewe hapo inakaa hivi kwa hiyo mlie kidogo. Bolt. Hiyo ni hapo ya Bolt. So kwa Bolt, mara ya kwanza finance mwenye akupea hii pikipiki, mimi nilikuwa na Trustworthy Financial anaitwa Mkopa. Kuna kitu inaitwa Mkopa Mobility. Si Mkopa Funds ni group moja Mkopa na Mkopa Mobility ni ya mapikipiki. Sasa hii yangu nilichukua hapo Ngong Road, hapo Andamsaki ndio hapo Ngash Motors hapo ndio kampuni yetu ya Mkopa iko. So utakuja ku notice kwa Mkopa ndio unajua watu watateseka kuingia Bolt. Kitu inahitajika ni hii tu ulikuwa umeona nimesikilia. Hii ni license. Hii ni license. Usiangalia ND na license, hiyo ni license na hii ni ND. So unaitishwa tu license. Ngundi contact tuende kwa ndizia tuone utaifanya makosa Kenya. After that, unajua Bolt inatafutanga hizo ndio ikuwe show ule mtu amekupea. Bolt ni kampuni ya kupiga gari kama makanga ya kukutafutia customer. Hiyo ndio inaitwa Bolt. Bolt ni ya kutafutia kusource customer hata wakiwa kwa nyumba huu hapa wapate. So wale watu wa Mkopa kule kwetu walinisaidia instead niende kufanya hizo ma processes ndio wao ni kampuni kulikuwa ni kampuni kubwa. Na ni kampuni iko na specialist wakaniregister Bolt. Lakini in the beginning kumbuka nilikuwa na finance nyingine inaitangwa fleet. Wanachukua pikipiki wanakaa kama wamekupewa ikiwa yao. Lakini baadaye nikanjitoa nikaongeza zile deposit za kuchukua na loan. Mimi nilinunua yangu na loan. Lakini sasa nimelipa sana. Niko almost kumaliza. So utakuja ku notice wanasaidia mtu kufungua Bolt. But wanahitaji at least hii license. Hii ni license yenye iko na muhuri ya A2. A2 ni kusema unaendesha mapikipiki. Apart from ya gari unawekewa muhuri mpaka ya A2. So hiyo ndio requirement ya Bolt. Alafu inahitaji good conduct na KRA. KRA hakuna mtu ana KRA pin.
labda kuwe yako na mambo yake. So unaona tu vitu ndogo, lakini Wakenya wengi na wao license hii inatuma mimi kama mtu ameokoka, mtu amesoma Biblia vizuri na amejua Mungu, tafadhali wacha kukaa na masinda milele yenye hata hii, chukua license. Hata kama unaomba Mungu gari, chukua license. Hii kwa mboroti wewe utashindanga hapo kwa simu ukingojea umelala hivi, unangoja customer akuji. Kumbe ungekuwa na license uingie Bolt ama uingie Uber uingie whatever the app yenye inasaidia hapa Nairobi, ungekuwa unapata license. Mtu ako kwa nyumba yake asiana kako huko anafinya kasimu kumbe tu maringo, unapata huyo mtu. Lakini ungemtoa wapi ukiwa umesimama kwa simu? Unaona hakuna. So hii ni kitu muhimu sana. Hata wale wako huko Meru, tafadhali ugi license with a driving school. License wong driving school kwa kutanaki. Ore je kortano wetaki NTSA license ne thirikari. Teo andi nya driving school thoma na bandaye license ya utete no wete yaki baraba deliveries no kama tatuinto ka hawa utete ya kwa ndivi kwa nya sigenin sign view no bakwengu. Kwa hiyo utena license you can do nothing. You involve to register. Alafu customer etanao. Ngoko hii ayo cameraman yo leo mureke ka screen rainya ngo online so naenda online ai mbira muri mtu kwenda orange stamp ngidi mpa ngidi tatu ndamureta okay online yo eka ugulo eka online eka hukuma online lewe ndre system weko ndamuri ngo eto ndiko ndeto gai so area muntu renya wenye estate na training ngande ni estate ko itonga pale tuko ni kwa matajiri ngande estate. So mtu ajua kule na anataka kuvevo what is happening. Nikishafinya tu hiyo go online, ataanza kuona network ya hii area yote nimeseti. Kuna kitu inaitangwa radius. Radius ni uwezo wa hiyo network yenye Bolt wamekupea hapa, inaweza chukua mtu akiwa umbali gani. Na hiyo mtu anaweza shindwa na mtu akiwa Roysambu kumwenda hivyo utaribu mafuta. So tunaicontrol yanga hapa. Onyeze. Kuna hii ututumiti tuwili tuko hapa. Ututumiti tuwili tuko hapa, unaweza ukaona nimeweka 1 km, lakini tukiingia ndani tutaona unaona radius ile hitu ulikuwa mnasoma mnazinda hapo mkisema masomo ina kazi hapa kwetu masomo iko na kazi sana. Sasa hapo unapata ni sako, hii sako inamaanisha gari, hii gari yangu ni hii pikipiki yangu. Sasa hii ni inasaidia mtu wako hapa mpaka 1 km, range ways 1 km. Kuna pale range ways road ni ile ya kwenda Maroroi, ile ya huko Ngofu Hotero, hiyo Windisa. Kuna hii ya kwenda Garden Estate, Pandarostas, hiyo whatever. What I'm trying to tell you, sasa unaweza amua upate customer wengi yeye fulani, unaongeza hapa unafinya 2 km, inaanza kuexpand. So ukiongeza hivyo unaweza itona mtu kwamba ako mbali. So hivi ndio Wakenya Radius na Bolt. Wow, that is amazing. Na unaona mambo iko mzuri hapa kabisa. Maybe tukimalizia pale, maybe kuna mambo ingine Barnabas anafanyanga apart from Bolt na kuendesha hivi. Huyo sasa jamaa kwa hapa ni Bible scholar, ni mtu ambaye yani hana uwezo wa kufanya mambo ya theology. Neno tu ya Mungu ikamkujia kimbahati, mtu akamwambia kama askanaitangwa Joshua chapter 1 verse 8. Nilipokuja kusoma hapo nikakuja kuona woi, kumbe Mungu amecommand watu apart from kuendanga church, unapata Mungu amesema hapo umeditate on his word day and night daily. Ukiandalani hiyo jina daily, alafu anasema watu waangaliangi hivyo wanashinda wakisikiza. Unajua pastor akichagua yenye atakufunza atachagua ile ina match na ile topic. Lakini inakuhitaji pia wewe ufikie hata point kwanza ukwe na hiyo yote ndio akihubiri unasikia anasema ni. So hiyo wande iliponikujia nilikuwa nimeandikwa security baada ya masomo yangu utangazaji kufeli, nikakosa pesa huko NIPS. Nilikuwa nafanya utangazaji NIPS College. Shout out Nicholas Kioko, huyo ni classmate mwenye mnaonanga huko YouTube. By the way unipeka interview nielezea kitu. Ni kesi neno ilikupitia. So unakuja ku notice nilienda huko pesa ikapotea. Nikaanza kusura huko Nairobi, nikaenda nikafanya kazi ya security. Kuna time mmoja ama ni mwenyewe mimi ni connect na kazi ya security before nipate tu uwezo wa kukuja mpaka kufika mahali pale Mungu amenifikisha sasa. So when I was in security, hiyo neno iliponijia niliamua kuifanya juu sasa kulikuwa na corona, mwenye shule akaniamini sana akaniacha kwa shule. Nikachukua Biblia, cameraman mwenye hapa leo anaitwa brother yangu ni Samuel Kaura. So shout out to you, akanipeleka Biblia. Hiyo time nilikuwa nakaa huko Matangini Junction, huko shule nyingine inaitwa Brain Bench huko. So nikiwa kule niliona nimebaki peke yangu wakati wa corona, nikaamua kusoma Biblia from mwanzo mpaka mwisho. Hiyo ndio mara yangu from Genesis Revelation. Nilitumia miezi 7.5 kumalisha, lakini mara mingi nilikuwa nashinda nikilia kwa shule. Unajua kuna mtu ananiona. Kuna mahali unapatanga, unajua watu wanaruka Solomon akaitisha wisdom. Ndio na understand hiyo wisdom alitisha. Ni kwa nini yangu kutisha pesa? Kuna mtu ambaye brother yake pale unaenda ukisoma hivyo, wakati unajua sasa ukisoma yote hivyo unaanza kushikwa na emotions na nguvu nyingine ya kusaidia kusoma mpaka uelewe hata unakuwa aje. So kuna mahali unajipata hata kama mimi ni mtu emotional sana, lakini
Nimetahiriwa Kimeru lakini kijificha kidogo nalianga sana na kwa wakati nasoma na Mungu. Lakini tukiwa penyewe siwezi lia na hata kugoma. But najaribu kuonyesha what is there. So nikiwa kule nilipata hizo my emotions, nikapata mpaka Solomon wakati tunasemanga alitisha wisdom, kulikuwa na Absalom. Anakuja anapiga babake David, anachukua bibi wake wawili na analala na wao, anafanya nao sex. Watoto wake. Na Solomon kumbuka ni mtoto malaya wa Bathsheba, mwenye ni sio ukweli. Na ndiye David anapenda, anataka kumwachia uongo. Na wote wanajua. Na kuna mwingine anaitwa Androninja. Na hapa David anapatiwa kasichana alale nako kampe njoto, bilishare whatever utaangalia hata kwa Chrome ama wapi. Tasachi kwa nguo. So uta notice ile pressure huyu mtu alikuwa anapitia, na unakumbuka mimi niko kwa kule junction ni wakati wa corona 2021 ndio nilisoma Biblia mara yangu ya kwanza. Hii niko namba 23. Kusoma kumaliza niko na around ya 23. Sijafanya theology but niko na content yote asahau. Ndio maana unaona hata hizi naelezea as expert ndio akili imeanza kumbroaden, naelewa vitu zaidi ya vile nilikuwa naelewa mbele. So nikapata mtu kama huyo Solomon alifika akapata pressure, ndio mtoto akubaliwi na babake ndiye anataka kuachia. So ili bindi afanye kitu yenye hata leo hajawahi fanya. Ukienda kusoma utapata jamani before itisha Mungu wisdom. Mungu ni so au kuitisha Mungu wisdom, ni Mungu alimuuliza unataka nini? Ndio jamaa alienda kulilia Mungu hapo. Ukisoma unasikia venye alilia, venye anajielezea Mungu nini Mungu wa mawabu setu wa nini. Alafu akamwambia kitu moja. Alafu akafanya kitu practical, akatoa 1000 bulls. Leo hii Isoya kuna mbuzi lilinunuliwa na Ruto si 1.5 million. Tukihesabu 1000 bulls leo na tuzandaka tu mnalia. Sasa tumemtolea zandaka 10 yenye unatoa. Lefte ama so. Hata nganga alikauka siku nyingine na nitolea so aje. So uta notice Solomon alitoa 1000 bulls. Mungu alimuuliza, Mungu akashinda mtu ametoa mingi unataka nini? Akamwambia, unajua sasa ukiwa na hiyo pressure kitu inaweza kusaidia ni kitu moja. Na hata kuongozi kuna kiongozi anakuwa mpole anapigwa. Kuna kiongozi anakuwa na power anapigwa. Lakini mtu wako na wisdom, hiyo tu ndio inaweza kusaidia. Aliambia Mungu ningetaka wisdom. Lakini before amwambia amefanya nini? Amemulilia sana alafu akatoa saa. Alitoa 1000 bulls. Wewe wenda kivyako uhesabu pesa ya 1000 bulls uone kama umesikia mtu ametoa. Mlikuwa mnastuka Ruto akitoa si milioni 10 hapa si milioni 5 kwa kanisa sambo ya si whatever. Hiyo ni kidogo. Solomon alitoa 1000 bulls anapewa wisdom. So mimi niliambia Mungu hiyo mara yangu ya kwanza kusoma Biblia nisenzie maisha, niache kukua sonda nimesoma utangazaji. At least unikumbuke. I swear wakati nilimaliza nilianza mpaka kuona vitu zingine hata uwezi imagine hizo si za leo tutaongea siku nyingine. Mpaka nikiangalia hivi unasikia ni kama naona planet bwana. Yaani umeanza kukua mbronde mpaka akili uelewe unaelewa vitu uwezi elewa kikawaida. By saa hiyo wakati nimefika around 23 after hizo years nimekuja kuona kweli Mungu anaweza. Ndio uta notice mimi masomo ilishindikana ni unaona akina Nicholas yako wenye walikuwa huyo ni mimi nilikuwa namuonyesha hata nini akiwa fresha. Huyu yako mkubwa mwenye Mungu alikuja kuinua ni vile sina namba yao hiyo tutatafuta. Nicholas yako usome kitu kwake. Wewe ni hizi vitu unafanya kuna pale nikiomba niliona nikwambie hii. Wakati unafanya hizi mnakaa na akina kama Noah ndio whatever. Nicholas yako alitumia the same idea yako. Wakati Mungu alisaidia akarekodi kale katoto kakamblo ile interview kamblo Kaosongo ali shift from kupata pesa kwa YouTube akaanza kuorganize wasanii wa kwao ndio ashapata jina. Hata wewe sasa ushapata jina ya Meru. So unajua na Ndiye Mokiri, unajua na akina Kamanu, unajua na watu wa Vilapsa Nairobi. So wewe unaweza organize event kama twingine tunaonanga tukifanya kule na Wanjaluo kule ndio nini? Kule Lakisama. Wanaitishanga 300 bob. Ndio Mjaluo akuja mwenda anaitwa Musa Njakandala. Akikuja kundanza na wasichana na nini hapo, wewe mwenye umeorganize event unaitisha 300 unamlipa kipisi fulani, unakula kipisi fulani na klabu inakula fizingi. So ile yenye mnafanya na kina Kamanu, wewe unaweza fika, naomba Mungu sana uangalie bigger picture, ufike hata point unaweza organize wasanii hata watatu hata kama huyu wetu mwenye anaitwa Londe Arbitrator. That is big talent kama hiyo. Unasikia si wamba pressure si whatever. So Londe Arbitrator unakupenda sana huku. So watu kama hao sama ni unaungana naye anatafuta huku ma place. Wewe unapiga show. Sama na anatafuta unaandika tu hapo ni hata nilisoma so si watu wanakupenda watakuja. Wajikuye walipe na wambaye. Klabu itapata faida ya pombe, manyama na nyinyi mtapata faida ya tule tupesa mmepata na msanii akule na rundi Meru yetu vizuri. Vizuri. So hiyo ni vision yenye ilifaulu wapi? Sikwambia ya kutunga. Nimeiona kwa Nicholas Yoko huyu mwenye tulikuwa classmate jamaa alikuwa na organize event. Sasa hii niliona na yeye Mirema pale nikanjifiza kidogo ya uoga. But at least jamaa anaenda na Outback. Outback is not a joke. Mtu unasikia alikuwa na struggle sana mbeleni. Uende usome story yake utakuwa encouraged utaona. But what I'm trying to tell you, hii vitu zenye sasa hivi unafanya wewe venye mnaenda mashow and whatever. Inaweza kuwa ni Mungu anakuprepare in the future kuwa music promoter
vitu kama hizo. Una organize wote, wewe unaongea na wenye club. Sisi tumtutachini huku, hata mimi venye napenda content zako and whatever, na isato hiyo soine, nyingine nisikize hiyo mangoma ni whatever. Lakini utakuja kunotice imenguru hiyo yenye uko nayo. Sasa Nicholas Kioko alienda Kiwambani akaitao wasanii. Uende uangalie hiyo vitu kwa YouTube. Si ma story, mimi napenda video maisha ya kawaida na nafanya vitu kwa simple. So aliorganize akapata hao. Hata kama kuna time walionjeka kulingana venye ilimblow. Mblow ile inafaulu venye hapa venye huko tarajia mpaka akazirai. Mliona hizo vitu. So what is there? Ile ndio unasoma wewe. Na hiyo yenye nimekufunza, unajua nimesoma mambo mingi kwa kufanya usiku. Nairobi yote nimezunguzwa. Nimezunguzwa Lang'ata, nimeenda Titia. Nimeenda Ruiru. Nairobi naniona kama nyumbani. Venye unataka kwa hapo nje mimi natoka. Nairobi naona yote iko hapa. Sasa utanotice wakati alienda huko alipata pesa. Sasa itakuwa hata YouTube ni kakidogo Kenya nange. Hizo na ma corporate zenye zinampea advertise. Unajua sasa ukianza kuundili nao wasanii hivyo utamboost jina mpaka advertise anakutafuta. Sasa siko utakuwa na mtafuta. Hiyo ni maombi na kuombea Mungu asaidie. Na mimi maombi unaona pia mimi nimepewa hiyo kagari. Si Mungu acha nisahau ati njia ya kusoma maneno sana. Wow, that is amazing. Maybe tukimalizia baba bado tutaendelea next time, najua bado. Before tumalizie tutakuja hata nichapeka ndogo hapa. Hii battery kucharge. Hiyo lithium ion phosphate ni ile vitu mlikuwa mnasoma kwa chemistry ni tango ya exothermic na endothermic reaction. Endothermic ni reaction yenye inachukuanga energy kwa environment. So wakati una plug in unataka kucharge, una law of thermodynamics ya zeroth law of thermodynamics inasemanga ukileta kitu kiko na moto mingi kwa hii na kiko hapa kiko na moto mingi, lazima hii moto mingi ingia hapo mpaka si balance ikuwa at an equilibrium. Moto yezi kuja hapa iti stop, itaingia kwanza ndio balance ina hii. Hiyo ndio law ya zeroth law of thermodynamics, the second law after the law of conservation. So uta notice sasa hiyo endothermic ukishaweka ile lithium ion phosphate uweke hiyo moto itatangalanua. Unaona? Itatangalanua ni kwa lithium iende kando. Alafu hapa kuna cathode na anode. Ya moja ni ya carbon na whatever, lakini tutakuwa na part 2 tuingie vitu ndivyo. Lakini what I'm trying to say, wakati una chance, wakati wa kuchance ni endothermic reaction ina take hiyo kikembe kwa yenye ni lithium ion phosphate kinachukua energy kifise. Kitavita wapi? Hapo kwa lithium and graphite. Lithium and graphite ndio lithium iende kukutana ndio cathode ndio carbon. Ikikuzana sasa unajua itatumia a lot of bond kuweka hiyo covalent bond. Sasa moto inantifita hapo. Wakati utaconnect in distance ni exothermic reaction. Ile reaction tena una react zile product si form yenye ilikuwa sasa lithium ion phosphate ndio ni moja. Zile zilitangalana sirundi. So start release a lot of energy to the atmosphere. Hiyo ni exothermic reaction. Sasa unaelewa ni vitu tu zenye mlizoma mkaanza masomo itumiki. Hapa ndani imejaa. I tell you. Let me see comment ya. Kitu hapa imejaa chemistry moja hatari sana.